mambo yakaenda vizuri, anapendeza, unashangaa amenenepa na mambo yanaenda vizuri, anabadilika. Na wewe uliweka malengo mwembamba, maanake hiyo sio sababu ya msingi. Kwa hivyo katika malengo yako angalia mwenye hofu ya Mungu, lakini pia angalia mtu ambaye angalau mtaendana katika imani ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mtu ambaye utaendana naye kiimani. Hebu fikiria, wewe unamwamini Mungu, mwenzako anaamini waganga wa kienyeji. Jumapili wewe unaenda kanisani, labda wewe ni msabato, Jumamosi unaenda kusali, mwenzio hiyo siku anaenda kwa waganga. Hiyo nyumba haiwezi kuwa na amani. Mnahitaji kutembea katika kusudi moja. Ndio maana watu wengi wanazungumza au watu wengi wanaaswa kwamba ni vizuri ukaolewa au ukaoa mtu mwenye imani moja na wewe, itakusaidia sana na mambo mengi yatakuwa ni rahisi, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wamesimama vizuri na Mungu kipindi ambacho hawajaoa ama kipindi ambacho hawajaolewa, walisimama vizuri na Mungu, walikuwa ni watumishi, wanamtumikia Mungu kwa namna mbalimbali, lakini baada ya kuoa wakajikuta hata ile neema imeondoka, wanazuiliwa au wanakutana na vitu ambavyo ni vigumu. Haleluya. Tumeona mtu anapojiandaa kuoa au kuolewa, mambo ya msingi tuliona. Jambo la kwanza, jambo la pili, na leo tunaangalia jambo la tatu ambalo linasema usiwe na imani au mawazo potofu katika ndoa. Usiwe na mawazo potofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe na mawazo potofu kwa wanadamu. Unajua mawazo potofu yapo sana. Kuna watu wanakuaga na mawazo potofu, mawazo mengi. Unakuta watu wanadanganyana, wanaambizana labda wanaume ni wachache, kwa hivyo bora hata uingie katika ndoa ya mtu mwingine kwa sababu tu eti wanaume ni wachache. Na kuna wengine wanadanganyana kwamba wanawake hawako wengi. Kwa hivyo yani mambo ni mengi ambayo yanahusiana na ndoa yanazungumzwa na watu, lakini ukweli ni kwamba Biblia inasema hakuna mtu ambaye anaweza kukosa mwenzake. Huna sababu ya kukimbilia eti kwa sababu unahitaji mume, wanaume wachache ukimbilie kwenye ndoa ya mtu mwingine, au wanawake ni wachache eti uchukue mke wa mtu umfanye mke wako. Sio sawa. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisoma kitabu cha Isaya 34 mstari wa 16, neno la Mungu linasema hivi: tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome, hapana katika hao wote atakaye kosa kuwapo, hapana mmoja atakaye mkosa mwenzake, kwa maana kinywa changu kimeamuru na roho yake imewakusanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayewakusanya watu ni Mungu mwenyewe. Ndio maana tunasema ndoa inamuhusisha Mungu, yeye aliye mwanzilishi wa ndoa. Usisikie maneno ya watu, wanaume ni wachache, kwa hivyo uko radhi uingie kwenye ndoa ya mtu kwa sababu wanaume ni wachache, uwe mke wa pili, uwe mke wa tatu, uitwe kahaba, uitwe nyumba ndogo, kwa sababu tu eti wanaume ni wachache. Mungu hayuko hivyo. Neno la Mungu li hai, na kile ambacho Mungu amekisema ndicho anakitimiza. Kwa hivyo jambo la tatu, usiwe na imani potofu wala usisikilize maneno ya watu. Mungu wetu ni mwaminifu sana, kama alivyosema hapa kwenye Isaya 34 mstari wa 16, hakuna mtu atakayekosa kuwa na mwenzake. Biblia imesema hivyo na Mungu ndiye amekusudia hivyo, ndio maana aliumba mwanamke na mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha mawazo potofu, usijifunze kwa watu ambao akili zao zimeshaharibika, yani wanawaza mambo yao ya hovyo, wanawaza vitu vya ajabu. Kuna vitu vingi sana vya ajabu sasa hivi vinaendelea katika ulimwengu au maisha haya. Ni mambo ambayo ni machukizo mbele za Bwana, machukizo mbele za Mungu. Yani kwamba eti wanaume ni wachache, kwa hivyo unakuta wanawake na wanawake wanaoana.
wanawake ni wachache, unakuta wanaume kwa wanaume, machukizo mbele za Bwana. Lakini Mungu anasemaje? Mungu anasema hakuna mtu yoyote atakayemkosa kuwa na mwenzake, na hili Mungu amelitimiza na ni uhakika. Ndio maana tunaona aliweza kuumba mwanaume akamuumba mwanamke, na ujue anayewakusanya ni Mungu. Sasa kama anayewakusanya ni Mungu, wewe kazi yako ni nini? Kazi yako ni kumwamini Mungu na kumuomba Mungu mwenyewe. Yeye ndo anajua mume wako atatoka wapi, mke wako atatoka wapi. Ndio maana unaona kabila hili na kabila hili wanaoana walikutana wapi? Labda chuoni. Wamekutana wapi? Labda kwenye mabiashara. Wamekutana wapi? Labda hata kwenye madaladala huko. Yaani unakutana na mke au mume maeneo mbalimbali. Sio kwamba eti ni lazima sasa kwa sababu ni wachache wewe uende ujichanganye au uingie kwenye mambo ambayo yasiyofaa, ni kosa. Kwa hivyo unapojiandaa kuoa au kuolewa, kumbuka ya kwamba ni muhimu sana kutokusikia imani potofu au mawazo ya watu ambao walishashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo lingine la 4 unalotakiwa kufanya unapokuwa unahitaji kuoa au kuolewa ni maombi ya bidii. Bwana Yesu asifiwe. Omba kwa bidii. Omba kwa kumaanisha, omba kwa kujitoa. Ukisoma kitabu cha Mithali 8:17, Mithali sura ya 8 mstari wa 17, Mungu amezungumza wazi umuhimu wa kumtafuta kwa bidii. Anasema wamtafutao yeye kwa bidii ndio watamuona. Kumbe wako watu ambao wanamtafuta sio kwa bidii, lakini wako watu ambao wanatia bidii katika kumtafuta, ndio wanaofanya nini? Ndio wanaomuona. Misali 8 mstari wa 17, neno la Mungu linasema hivi: na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Unatamani kuwa na mwanamke mzuri mcha Mungu, unatamani kuwa na mwanaume mzuri labda mcha Mungu, unatamani kuwa na vitu vizuri, huna maombi, huna kujitoa, haufanyi kitu chochote wala huhangaiki, hivi kweli utampata? Ndio hayo sasa, mwisho wa siku shetani anakuwekea mtego, unaanguka kwenye mtego, unajikuta umepotea. Sasa huwezi kumwona Mungu kama huna bidii. Kwa hivyo jambo la msingi kabisa, weka bidii kwamba nahitaji kuwa na ndoa nzuri, nahitaji kuwa na maisha mazuri, nahitaji kupata mwanamke mzuri. Na Biblia imesema wazi katika Mithali 31, imeandika mwanamke wa Mithali ana sifa nyingi ambazo zimezungumzwa pale, lakini nzuri au kubwa kuliko yote ni ile ya kumcha Mungu. Sasa na wewe huwezi kupata vitu vizuri kama huna maombi, kama hauwezi kujitoa, kama hauna hata mikesha, kama hauwezi hata kumtafuta Mungu kwa ajili ya jambo hilo ambalo unalihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ujue tu ya kwamba vitu vizuri vina gharama, vitu vyenye baraka vina gharama. Kwa hivyo jitoe kwa ajili ya kumtafuta Mungu kwa habari ya hilo jambo ambalo unalihitaji kupata mke au kupata mume. Na jambo la 5, tunaambiwa kwamba simama na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Simama na neno la Mungu. Unapohitaji mke, unapohitaji mume, lazima ujue nasimamaje kuomba kwa habari ya maombi au kwa habari ya kuweza kupata huyu mke au huyu mume mwema. Na ukisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 7, Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 2, neno la Mungu linasema, nitasoma. Neno la Mungu linasema, lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanaume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitarudia, Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 2, neno la Mungu linasema, lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe.
Sasa unatakiwa kuomba ukisimama na neno la Mungu. Mfano, ukisimama na andiko kama hili ambalo linakuonyesha kabisa, na Biblia imesema wazi kwamba kila mwanaume awe na mke wake mwenyewe. Maanake hakuna kushare, hakuna yale mambo yasiyofaa, yani hakuna vitu vya ajabu. Lakini zinaa ipo, anasema kwa sababu ya zinaa ipo. Zinaa ipo kwa sababu wewe ni mwanadamu. Sasa